Lakini tukasema jambo la pili, kujutia kosa lako. Sio tu kujua, kulijutia lile kosa. Ili toba iwe na uzito, lazima kuingie huzuni ndani kwamba nimemkosea Mungu, kuingie huzuni ndani kwamba nimefanya kisichomfurahisha Mungu. Haiwezi kuzaa msamaha kama unatubu tu kienyeji. Unafanya kama yule Farisayo, mimi sio kama huyu, toza ushuru, nafunga mara 2 kwa juma, natoa zaka, nasaidia maskini. Yule mtoza ushuru hakuweza hata kusogea. Anasema sistahili kwa namna yoyote, mimi ni mwenye dhambi. Kwa nini? Alijua kwamba Mungu ni Mungu wa aina gani, alielewa kwamba Mungu ni wa namna gani. Ndiyo maana alipoenda kuomba toba, alijinyenyekeza, akajipiga kifua, hakujihesabia haki. Ukiwa mtu unayejihesabia haki, huwezi kuwa mtu mwenye moyo wa toba, sababu wewe utakuwa unaangalia maisha yako kwa kujilinganisha na watu wengine. Sikiliza, kadri unavyomjua Mungu zaidi, ndivyo ambavyo utakuwa mtu wa kutubu zaidi. Kwa sababu gani? Kadri unavyomjua Mungu zaidi, ndivyo Mungu anajifunua kwako zaidi. Na kadri anavyojifunua kwako zaidi, ndo unaelewa wewe ni mpungufu kiasi. Hakuna mtu anayemjua Mungu zaidi akawa na kiburi. Ukishaona unamjua Mungu halafu kiburi kinakuja, ujue hicho sio cha Mungu, ni cha shetani. Kamuulize Isaya, sura ya 1 ni nabii, sura ya 2 ni nabii, sura ya 3 ni nabii, sura ya 4 ni nabii, sura ya 5 ni nabii, sura ya 6 anasema alipokufa mfalme Uzia, na alimuona Bwana amejifunua katika utukufu wake. Alafu akasema ole wangu mimi ni mtu mwenye midomo michafu. Mwenye midomo michafu wakati wewe ni nabii? Maana yake nini? Mungu alijifunua katika namna ambayo hakuwahi kujifunua kwake, na alipojifunua akagundua yeye ni mdhaifu, yeye ni mnyonge, hafai.